kama tunavyosoma katika aya nyingi katika sura an-nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, na katika sura al-baqara vile vile ziko aya fulani kadha wa kadha zinazoonesha cheo na manzila ya mwanamume juu ya mwanamke. Ingawa leo maneno haya kuna watu wanajaribu kuyapoteza na kuyaangusha na kutaka kuleta fikra nyingine ya kimagharibi na ya kikafiri katika mujtama na katika fikra za Waislamu, na kujaribu kuleta fikra ya kwamba mwanamke ni sawa sawa na mwanamume. Mwanamume hana daraja yoyote ya ziada juu ya mkewe, hana, wote wako sawa sawa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walirrijali alayhinna daraja. Aya wazi wazi kabisa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kwamba wanaume wana daraja juu ya wanawake, alayhinna daraja. Lakini leo wako watu ambao wanakwenda mbio, wanatengeneza ninio zaitwaje hizi organization kwa Kiswahili sijui inaitwa nini, makongamano au vitu kama hivyo. Watu wanaletwa pamoja na seminar na conference ya kilimwengu. Watu wanakusanyishwa pamoja waelezewe kwamba kuna ile principle inaitwa equality, na equality maana yake mwanamume na mwanamke sawa sawa, yale anayofanya mwanamume na mwanamke pia yote ayafanya, haki za mwanamume na haki za mwanamke zote sawa sawa. Wanasema namna hiyo, kama vile mwanamume anaweza kufanya kazi na mwanamke kazi zile zile anaweza kuzifanya. Mwanamume anaweza kutoka nje akasafiri akaenda mpaka mwezini, mwanamke pia lazima afanye hivyo namna hii. Hizi ni fikra ambazo zinaingizwa sasa hivi katika mfumo wa Kiislamu, jambo ambalo sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limeliweka wazi, wala hakuna utata katika masuala hayo, wala haimaanishi kusema maneno haya kwamba mwanamke hana daraja katika Uislamu wala hana cheo katika Uislamu. Bal al-Islam, ulipokuja Uislamu ndio dini ya pekee katika historia ya kilimwengu iliyomwenua mwanamke katika cheo chake. Ndio dini ya pekee iliyompa mwanamke karama na cheo chake na heshima yake kuliko dini zingine zote. Soma historia za kilimwengu, soma zile thakafa na culture za watu mbalimbali katika ulimwengu mzima. Watu ulimwengu mzima wote walikuwa wakimgandamiza mwanamke na wakimdhalilisha na wakimtesa. Katika mujtama mwingine mwanamke mumeo anapofariki na yeye wauawa, ambao wewe huna thamani tena kuishi maadamu mumeo amekufa, na wewe lazima ufe naye, wanazikwa pamoja katika kaburi moja. Katika mujtama mwingine haruhusiwi kurithi. Katika mujtama mwingine lazima aolewe na ndugu yake yule mume kwa lazima. Na katika namna hii wanateswa kabisa na hawajulikani haki zao ziko wapi. Ulipokuja Uislamu ukaweka haki za mwanamke wazi wazi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun. Aya nyingi sana zikashuka ndani ya Qur'an zikafutilia mbali zile ada zote za kijahilia za kugandamiza wanawake na mambo ya kidhulma waliokuwa wakifanyiwa wanawake. Aliyefanya kazi hiyo ni Uislamu. Leo watu wanaletewa maneno haya katika sahani ya kifikra za kimagharibi, wakifanywa au wanafanyiwa ghasil mukh, brainwash, na kuelezewa kwamba watu au fikra zinazotaka kuleta maendeleo kwa mwanamke na equality na nini, mambo kama hayo yote haya ni mambo ya upuzi. Hadha kulluhu hura wa hadhayan, hura wa hadhayan. Al-Islam huwa alladhi jaa li riayati wa hifdhi karamati al-mar'a. Na moja katika karama ya mar'a ni ile kumwambia mwanamke katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazi wazi akawaambia wanawake, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Moja katika vita vikubwa vya hawa jamaa dhidi ya Uislamu ni aya hii. Kwa nini Uislamu umekuja ukamtaka mwanamke awe ndani? Kule ndani amejifungia. Sasa wao watafuta njia ya kumtoa kule ndani. Njia ya kutoka na maneno mazuri ya kutumia ni kuja njoo na maneno ya kuwababaisha watu, na wanakuja, na ndio maana wakaja na hizi principles za equality, taswiya au musawah baina ar-rajuli wal mar'a. Na hakuna tamko la musawah baina ar-rajuli wal mar'a katika sheria. Tamko lililoko katika sheria ni al-adala, adalatu ar-rajul
wa adalatu almar'a. Ndio tamko linalotumika katika sheria, hakuna tamko la musawa katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo wao vita vao vikubwa, moja katika mambo makubwa wakaipiga vita katika Uislamu ni sehemu hiyo ya waqarna fi buyutikun. Hawaitaki kabisa wala hawataki kuisikia. Alafu kuna sehemu zingine nyingi za mambo ya hijab na mengineo.